kufurukuta mbele ya Azam FC inatoa maana gani? Mimi nafikiri ukweli ukiangalia Azam wamewazidi Mashujaa ubora kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu ukiangalia kikosi cha Azam kilichocheza jana sio kwamba kilikuwa kikosi dhaifu au Mashujaa kapangiwa kikosi dhaifu, hapana, lakini kwa aina ya kikosi cha Azam na Mashujaa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ukizungumzia swala la ubora lazima ukiri kwamba Azam walikuwa na kiwango bora kwa sababu walikuwa na wachezaji wengi wenye ubora kuliko Mashujaa. Makosa baadhi ya wachezaji ya Mashujaa waliofanya waliogharimu yametokana na kukosa kwa quality, lakini mengine yametokana na uzembe tu wa wachezaji. Kwa mfano kwenye goli la kwanza aliwafunga nani huyo? Kanuti. Sadio Kanuti. Wakina Mpoki Mwakinyuki walikuwa na nafasi ya kummaki lakini hawakummaki. Ile sio kosa linalotokana kwamba wachezaji wako hawana quality, hapana. Ile inatokana na uzembe tu wa wachezaji, kushindwa kuangalia wachezaji gani wa timu pinzani wako free au wako kwenye nafasi nzuri ya kuadhuru wakawakaba. Kwa hiyo walimwacha Sadio Kanuti akawafunga. Naenda kwenye goli la pili la James Akaminko. Goli ya goalkeeper siwezi kumlaumu kwa sababu mpira umepigiwa mbali, yani alipopelekewa mpira ilikuwa ngumu kuupata, lakini na walaumu wachezaji wa ndani wengine ambao walikuwa na nafasi pia ya kumnyima utulivu, ya kumnyima nafasi ya kupiga Akaminko, lakini hiyo nafasi Akaminko aliipata. Kwa hiyo na alivyoipata akapiga mpira vizuri, akalenga, shaba yake ilikuwa sahihi, then Azam akapata goli la pili. Kwa hiyo kiuhalisia kipindi unaitazama mechi ya Azam unagundua Mashujaa akafungwa kwa sababu kubwa mbili. Alizidiwa ubora kweli kwa sababu Azam ana wachezaji wazuri wengi kuliko Mashujaa, lakini Mashujaa kuna makosa ameyafanya ambayo hayatokani na ubora wa wachezaji, yametokana na uzembe tu wao wenyewe, then wakaadhibiwa kulingana na uzembe waliofanya. Kwa hiyo katika hali ya kawaida huwezi kubeza ushindi wa Azam kwa Mashujaa, lakini huwezi kuacha kuwasema wenyewe Mashujaa ile mechi wamepoteza kwa sababu ya uzembe waliofanya wakati wanacheza na timu ambayo wanajua ina ubora kuliko wao, timu ambayo ina wachezaji wengi hatari, wana uwezo wa kuamua mechi kuliko wao. Imagine wamefungwa na wachezaji ambao wote wanatoka kwenye idara ya kiungo. Aina magoli waliofungwa sio magoli ambayo ungetegemea kabla ya mechi useme Kanuti atafunga ndani ya boksi, sio rahisi, lakini imewezekana. Kwa hiyo kiwalisema Mashujaa amezidiwa ubora jana na Azam, lakini pia Mashujaa kuna uzembe mwingi walikuwa wanaofanya jana, ndio maana mechi imeisha wamepoteza goli 2-0. Sawa, bado tupo tunatazama taarifa za kimichezo. Hakikisha umeshiriki Cheza Pesa, na saa 1 kamili za asubuhi itakwenda kutoka. Tuna dakika 3 pekee kwenda kutoa washindi. Namna ambavyo Ibenge anawatumia hawa vijana, unaona kuna mabadiliko yoyote ambayo labda timu nyingine zinaweza zikachukua darasa kutoka kwa Azam na zikaendelea kufanya vyema kuwatumia wachezaji vijana kama ambavyo Azam wanafanya? Azam unajua, nafikiri ni tofauti na timu zote kwenye ligi kuu. Inawezekana Azam ndio timu ambayo ina matumizi makubwa ya vijana, hususan msimu huu ambao ameingia Flora Ibenge. Ni mwalimu ambaye anaonekana kuwapa nafasi, kuwaamini, japokuwa najua kuna vijana wengine anawapa nafasi kwa sababu anawaona wanaweza wakawa na future nje ya Azam. Na Ibenge ana network, anafahamiana na watu wengi. Ibenge anajuana na timu nyingi, yani ana machocho ama ana njia za kuwapeleka wachezaji Ulaya. Kwa hiyo kiuhalisia inawezekana Flora Ibenge sio tu anawapa vijana nafasi ili waicheze Azam, lakini anawapa nafasi vijana kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kuboresha viwango vyao ili wapate njia ya kwenda kucheza mpira wa kulipo barani Ulaya. Flora Ibenge ni mwalimu mwenye network kubwa Afrika na nje ya Afrika. Ni mwalimu ambaye anaaminika akitoa mapendekezo ya mchezaji fulani wa Afrika kwenda Ulaya, wapo watu ambao watamwamini na watakubali kuwasajili hao wachezaji. Kwa hiyo Flora Ibenge anasimama kama mwalimu kwamba anainufaisha Azam kukuza
na kuboresha vipaji ama viwango vya vijana, lakini Flora Ibenge anasimama pia kama mtu ambaye anawatengenezea mazingira au vijana ya kutoka Tanzania kwenda kucheza nje, kwa sababu Ibenge ana network. Ibenge unaweza hata leo akiamua kuwa wakala rasmi kabisa, yani Ibenge ana uwezo wa kuuza wachezaji wengi kuwapeleka nje bara la Afrika, kwa sababu anajuana na anafahamiana na watu wengi. Mtandao wake ni mkubwa ndani na nje ya Afrika. Kwa hiyo vijana wanaopata nafasi ya Azam sio tu kwamba wanacheza kwa ajili ya Azam, lakini wanacheza pia kwa ajili yao wenyewe na kocha Ibenge kupata wachezaji wa kuwapeleka kwenda kucheza nje ya bara la Afrika, kwa sababu Ibenge ana huo mtandao. Yani akiamua hata leo kuwa wakala yule, Ibenge ana uwezo wa kuuza wachezaji wengi sana, kuwatoa ndani kuwapeleka nje. Lakini ni ukweli usiopingika, vijana wanapaswa kumshukuru Ibenge, kwa sababu sio rahisi mwalimu anatafuta matokeo alafu anawapa nafasi vijana. Msimu huu Azam wametumia sana vijana. Hata nakumbuka kwenye Kombe la Mapinduzi mpaka wanafika fainali walikuwa na vijana wengi kweli kweli. Kwa hiyo kiuhalisia ni mwalimu ambaye kwangu mimi naona ametengeneza daraja kwa wachezaji vijana kupitia Azam, kuwapeleka zaidi duniani, na Azam mwenyewe wanastahili pongezi kwa hilo. Kwanza kumkubalia mwalimu hiyo mipango yake ya kuwatumia vijana, lakini pia unawapongeza Azam FC kwa sababu wamechagua kuwa kiwanda kimojawapo cha mpira Tanzania na Afrika. Vijana wengi wanatoka kwenye academy ya Azam FC pale, na kama haitoshi kwenye ligi kuu hapa tuna wachezaji wengi wametokea Azam FC, tena wamekuwa na majina makubwa. Lakini ukiangalia njia walizopita kabla ya kutoka kuja mjini, wamepita Azam FC. Hakikisha umeshiriki Cheza Pesa. Saa 1 kamili za asubuhi tunakwenda kutoa pesa, na hivi sasa